Simulizi ya Kiafrika imeandaliwa na Anselmi Julius. Leo tupo Mali, simba wa Sahel. Hadithi ya Assimi Gota. Katika ardhi ya jua kali na milima ya Sahel, palizaliwa kijana wa kawaida lakini aliyejaa ndoto zisizo za kawaida. Alizaliwa mwaka 1983 katika familia ya kijeshi. Baba yake alikuwa afisa wa jeshi la Mali na kijana huyu alikuwa akimwangalia baba yake kwa heshima kubwa, huku akijiapiza kuwa siku moja naye atavaa sare zile zile, si kwa ajili ya mamlaka bali kwa ajili ya kuwalinda watu wake. Jina lake ni Assimi Gota. Tangu akiwa mtoto, Assimi alionekana tofauti. Alikuwa na moyo wa uchungu kwa watu walioteseka, na kila mara alipokuwa akiona mateso ya watu wa Mali, njaa, vita, ukosefu wa huduma, alijua kuwa hatima yake iko katika kulinda taifa hili. Aliingia katika jeshi la Mali na kwa bidii na nidhamu ya hali ya juu akapanda ngazi hadi kuwa kanali. Katika harakati za kijeshi, alishiriki kwenye vita dhidi ya magaidi kaskazini mwa Mali, akiongoza wanajeshi wake kwa ujasiri wa ajabu. Alizoea joto la vita, mlio wa risasi na harufu ya vumbi, lakini zaidi ya yote alijifunza thamani ya amani na uongozi wa haki. Mwaka 2020 taifa lake lilitikiswa na maandamano ya wananchi waliokata tamaa, wakilalamikia ufisadi, ukosefu wa huduma na kutokuwepo kwa mwelekeo wa kisiasa. Hapo ndipo Assimi Gota alipoingia kwenye historia. Kwa msaada wa wanajeshi wenzake, aliongoza mapinduzi yaliyomuondoa Rais Ibrahim Boubacar Keita madarakani. Wakati wengi walimwona kama dikteta, Assimi alijitokeza mbele ya kamera na kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka alisema, hatufanyi haya kwa ajili ya madaraka, bali kwa ajili ya taifa letu. Mali inahitaji uongozi mpya wa kizalendo na wa kweli. Ndipo akachukua nafasi ya uongozi kama rais wa serikali ya mpito ya Mali. Akiwa na lengo la kuirejesha nchi katika mstari, aliahidi uchaguzi wa kidemokrasia, mabadiliko ya katiba na kusafisha mfumo wa serikali uliojaa mianya ya rushwa. Watu wa Mali, hasa vijana, walimwona kama shujaa. Mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji, jina la Assimi lilizungumzwa kama jina la tumaini. Alipewa majina kama Simba wa Bamako, mtetezi wa wanyonge, na mwana wa Afrika mpya. Lakini kwa upande wa dunia ya Magharibi, hasa mataifa ya Ulaya na mashirika ya kimataifa, Gota alionekana kama kikwazo kwa maslahi yao. Alianza kuikataa hifadhi ya wanajeshi wa kigeni, akajikita kuimarisha jeshi la ndani na kuanzisha ushirikiano wa karibu na mataifa kama Burkina Faso chini ya Ibrahim Traore na Niger, kwa nia ya kujenga Sahel mpya, huru na imara. Katika vikao vya Umoja wa Afrika na mikutano ya ECOWAS, Gota hakutetereka. Alisisitiza kuwa Mali ni taifa huru na lina haki ya kuamua hatma yake bila mashinikizo ya nje. Leo hii bado anasimamia kipindi cha mpito, akiwa kimya kwa nje lakini anayetenda makubwa kwa ndani. Wananchi wake wanamwamini, huku wakimchora kwenye kuta za majiji, wakiimba nyimbo za kumsifu na wakitazama mustakabali wa Mali kwa matumaini. Simulizi ya Assimi Gota haijafikia tamati. Ni simulizi ya kijana wa kawaida aliyekataa kunyamaza mbele ya mateso ya taifa lake, akasimama kama mlinzi wa uhuru. Ni simulizi ya Afrika mpya inayoinuka mikononi mwa vijana wake wenye ujasiri kama Assimi Gota. Mwisho wa simulizi.